Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu zangu, katika siku hii ya leo, walillahi alhamdu, katika muendelezo wa darsa zetu na masomo yetu, leo tunakuletea darsa ambalo linasema itumie aya hii katika mwezi wa Shaabani kwa kujikinga na kuvuta kheri kwa idhini ya Mwenyezi Mungu au kwa idhini ya Allah. Tunayo aya maalum ambayo aya hii ukiitumia inavyostahiki na ipasavyo, ama kwa hakika utaweza kupata baraka kubwa na utapata kheri kubwa katika mwezi wetu huu mtukufu wa Shaabani. Na hapa kipindi hichi tulichokuwa nacho leo, tupo katika mwezi wa Shaabani na ndio tunaendea kwenye kuitafuta nisfu Shaabani. Lakini ndani ya huu mwezi mtukufu wa Shaabani una fursa kubwa, ambazo fursa hizi au fursa hii tunatakiwa tuitumie katika kuboresha maisha yetu, tuitumie katika kufungua vifungo vya maisha yetu, tuitumie katika kutengeneza baraka, kheri pamoja na riziki ziwe nyingi. Lakini kheri hizi tunazitumia ndani ya mwezi mtukufu wa Shaabani. Kwa hiyo mwezi huu mtukufu wa Shaabani, tukitoka hapa ndo tunakwenda katika mwezi unaofuata wa Ramadhani. Lakini huu mwezi wa Shaabani, hii ni fursa, tusiache. Na fursa hii inakuja kwa aya moja ndani ya Qur'an, ambapo aya hii tukiitumia ndio itakwenda kutufungulia fursa zetu katika maisha yetu. Itakwenda kufungua kila kitu katika mifumo ya fursa za maisha tuliyokuwa nayo. Lakini wakati huo huo tunapokwenda kuendelea na darasa letu hili katika siku hii ya leo, kwanza tusiache kujiunga na grupu letu la WhatsApp ambalo tumekuwa tukifundisha mambo mbalimbali katika grupu letu hilo. Njoo katika namba yetu hii, sema na mimi niunge katika grupu. Inshallah utaungwa katika grupu. Grupu hili kazi yake kubwa ni kufundisha mambo kama haya na mambo mengine mengi. Sasa moja kwa moja, hembu tuelekee katika fursa hii ambayo ipo ndani ya mwezi mtukufu wa Shaabani na ndio mwezi tuliokuwa nao. Kwa mujibu wa mtume wetu, Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi, kwa mujibu wa mtume ni kwamba tunapata mafunzo makubwa zaidi ya huu mwezi wa Shaabani. Qala Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma, amesema huyo Usama ibn Zaid, Mwenyezi Mungu amwiradhi, qultu ya Rasulallahi, nilisema kumwambia mtume, ewe mtume wa Mungu, lam araka tasumu Shaabana. Anauliza swali hapo kwa mtume, kwa nini na kuona unafunga sana mwezi mtukufu wa Shaabani? Osama ibn Zaid anamuuliza mtume kwa nini anafunga sana mwezi wa Shaabani. Sasa sikiliza majibu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema nini juu ya kuulizwa swala la Shaabani. Faqala sallallahu alayhi wasallam, dhalika shahru yaf'alu an-nasu anhu. Akasema mwezi huu wa Shaabani ni mwezi ambao ya'fulu an-nasu anhu, ni mwezi ambao watu wengi wameghafilika au wameusahau, wameuacha, hawaujui maskini. Lakini wafihi, ndani ya mwezi huu, turfa'ul a'malu ila rabbil alamin,
ndani ya mwezi huu ndio mwezi ambao amali zinanyanyuliwa, zinainuliwa, mambo yote yanawekwa juu juu, mambo yote yanapanda juu. Kwa yoyote atakayefanya jambo la kheri katika mwezi huu, basi mipango yake na mambo yake yatanyanyuka kwa kiwango kikubwa sana mbele ya Allah jalla fi'ala. Lakini vile vile tunasema kwamba sio hivyo tu peke yake, sio kunyanyuka tu peke yake, bali ni kwamba atahassunu bilqurani min a'dhami alqurbati fi shahri Shaaban. Kujilinda kwa Qur'ani ni miongoni mwa ibada kubwa katika mwezi huu wa Shaaban. Yani uitumie sana Qur'ani. Hii itakuwa ni ibada yenye kukufaa sana, lakini ndani ya mwezi huu mtukufu wa Shaaban. Lakini fahuwa shahru tathhiri alqulubi wa taqwiyati alimani, kwani huu ni mwezi wa kusafisha nyoyo na kuimarisha imani. Mwezi huu unasafisha vizuri nyoyo na kuimarisha vizuri imani tulizokuwa nazo ndani ya mwezi mtukufu wa Shaabani. Qala Allahu Ta'ala, akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa aya ambayo ndio hii tunatakiwa tuitumie katika mwezi huu wa Shaaban. Wa idha maridtu fahuwa yashfin, wa idha maridtu fahuwa yashfin, wa idha maridtu fahuwa yashfin. Hii ni aya ndani ya Qur'ani ambayo aya hii tunatakiwa tuitumie. Akasema yaqra'u hadha al-ayatu ma'a al-ikhlasi, itumie aya hii kwa kuisoma kwa unyenyekevu wa hali ya juu, lakini walmuhafadhati ala salawati, huku ukiwa unatimiza kuzifanya swala zako, wa kathrati istighfari, na vile vile ufanye sana istighfar, duna tahdidi adadin ma'a tawakkul ala Allahi, uifanye pasi na kukariri idadi yoyote, lakini wakati huo uwe unatawakkal mbele ya Mungu. Kwa tunashauriwa tuisome aya hii. Hii ndiyo aya ya kuweza kuitumia katika mwezi huu. Nairudia tena, aya hii inasema wa idha maridtu fahuwa yashfin, wa idha maridtu fahuwa yashfin, wa idha maridtu fahuwa yashfin. Hiyo ndio aya ambayo tunatakiwa tuitumie. Lakini aya hii tunatakiwa tuitumie katika mifumo kama hiyo ambayo tumeelekezwa. Tuitumie kwa staili gani? Kwanza kwa khushu'i, unyenyekevu, lakini wa kathratil istighfar, kukithirisha kufanya istighfar, tena duna tahdidi adadi ma'a tawakkuli ala Allahi, pasi na kuwa na idadi yoyote. Yani usisome mara 21 wala 30 wala 40, piga mara idadi nyingi zisizokuwa na mfano, yani zisizokuwa na idadi maalumu, yani unapiga mpaka ujui idadi yake ni idadi gani. Kwa kuyafanya hayo, basi Mwenyezi Mungu atatufungulia na Mungu atatupa kinga ya mwaka mzima bila kusumbuliwa na mtu yoyote katika maisha yetu. Lakini namna gani tunaweza kuitumia aya hii? Unaweza kuitumia kwa kuelekea kibla. Nzuri zaidi ni nyakati za usiku, alafu soma aya hiyo. Kabla ya kusoma, anza kuweka nia zako,
Mueleze Mwenyezi Mungu matatizo yako yanayokusibu, kama ni maradhi, kama ni biashara, kama ni familia. Mueleze Mungu kila unachokikusudia, kile ambacho unahisi kinakuletea changamoto. Tia nia zako, alafu sasa ndio utaswali rakaa 2. Ukishamaliza kuswali rakaa 2, utaanza kuisoma aya hii: Bismillahirrahmanirrahim, wa idha maridtu fahuwa yashfin, wa idha maridtu fahuwa yashfin, wa idha maridtu fahuwa yashfin. Utaendelea hivyo hivyo, aidha ufike hata mara 100 zaidi ya hapo, yani uwe unaisoma bila kujua idadi yake ni ngapi. Hiyo ndio kitu kizuri. Lakini hapa akasema ulama ya kwamba shahru shaabana fursatun liman arada salaha qalbihi, mwezi wa Shaabani ni fursa kwa yule anayetamani kusahihisha moyo wake. Walihtimaa bilqurani, lakini vile vile na kujilinda kwa Qurani. Fatuba limanitanamat, ay fatuba limanitanamahu, basi heri yake anayechangamkia fursa hii. Hebu fanya juhudi ya kuchangamkia fursa hii katika mwezi mtukufu wa Shaabani. Hivyo mwezi mtukufu wa Shaabani ukiisoma aya hiyo, wa idha maridtu fahuwa yashfin, mara idadi nyingi, alafu ukatia nia zako za kumuomba Mungu akufungulie maisha yako, akupe baraka, akupe riziki, akufungulie kila unachokihitajia katika maisha yako, wallahi na kuhakikishia ndugu yangu, utafurahi na utastafidi na utajisikia amani kabisa katika maisha yako. Mungu atakufungulia kila unachokihitajia kwa kumuomba kwako kupitia katika aya hii ambayo tumeelekezwa. Ndugu zangu, naomba tuitumie sana aya hii iweze kutufungulia mambo yetu na kila lililokuwa letu. Na mwisho kabisa, naomba nikwambie ya kwamba tunayo mafuta ya kurefusha nywele, kuzifanya nywele zilainike, kuzifanya nywele zikue haraka sana, ziwe ndefu, nywele zisikatike, nywele zijae, nywele zipate kuwa nene, na nywele zionekane kuwa na muonekano mzuri kabisa wa kung'ara. Mafuta haya tunayo, yanapatikana, na walillahi alhamdu. Kama kuna mtu anayehitajia mafuta haya, basi tutafute tuweze kukupatia. Popote pale ulipo utatumiwa mafuta haya, utayafurahia na utayapenda kwa hakika kabisa ya Allah. Mwisho kabisa, naomba niseme usiache kututafuta kwenye WhatsApp na kusema uungwe katika grupu letu ambalo tumekuwa tukifundisha mambo haya mara kwa mara. Na mwisho zaidi, usisahau kusubscribe, usisahau kushare, ili mradi ndugu zako pia wapate kujifunza mambo mengi sana. Wal afwa minkum, wassalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.